Swali langu wakili msomi ni baadhi ya mambo ambayo tumeyazungumza, kwa sababu kama ulivyosema base ya majibu yako of course ni wakili, ndio inavyotakiwa kuwa iko based kwenye sheria zilizopo na kanuni zilizopo. Na kwa msingi huo ni kwamba pale panapotokea kuna upande ambao unadhani kuna kitu hakijakaa sawa ama kina controversy, kwa maana ya kwamba kinahitaji ufafanuzi, then tafsiri na kwenda kutolewa mahakamani. Nadhani hiyo ndio standard ya dunia nzima. Sasa kwa msingi huo tunaiona nafasi ya mahakama kama mdau muhimu sana kwenye uchaguzi kama ambavyo imekuwa kwa miaka yote. Sasa swali langu ni hili lifuatalo. Kuna nchi ambazo tumeona specifically zina mahakama ambazo zinashughulikia ama zina section za mahakama ambazo zinashughulikia masuala ya chaguzi. Na mfano mzuri nadhani itakuwa ni jirani zetu Kenya. Mfano mmoja wapo kwenye masuala ya uchaguzi ambao unahusu nafasi ya uraisi, kuna Supreme Court ambayo inaanzishwa chini ya ibara ile ya 163 ya katiba ya Kenya. Lakini kwenye chaguzi ambazo zinahusu masuala ya bunge na zile county elections wenyewe wanaita, kuna pia ile sheria yao ya uchaguzi ya mwaka 2011. Kwetu sisi Tanzania hali ni tofauti. Kunapokuwa na issue ya kiuchaguzi inashughulikiwa kwenye mahakama hizi ambazo tunazitumia pia katika michakato mingine, kwa maana kwamba hakuna zile special sections. Sasa nitaka kufahamu kuna utofauti gani kwa faida ya mtu ambaye afahamu. Je, kwa hizi nchi ambazo zina utaratibu huu zina nafasi ya kutoa haki zaidi ama kwa wakati zaidi kuliko utaratibu kama huu wa kwetu? Na kama utasema hakuna utofauti, kwa nini basi kama hakuna utofauti nchi za wenzetu wamekwenda mpaka hatua hiyo ya mbali ya kuanzisha hizo sections za kimahakama tofauti na sisi utaratibu ulivyo hivi sasa? Okay, sawa, asante. Kwa mfumo wetu wa haki, mahakama ya juu kabisa ni mahakama ya rufaa. Chini yake kuna mahakama kuu na chini hapo kuna mahakama nyingine za chini. Kwa mfumo wa Kenya wao wameenda mahakama ya rufaa, lakini pia wana mahakama ya juu wanaita Supreme Court, ambayo kwa wao hiyo ndo ambayo inashughulikia malalamiko ya uchaguzi wa rais. Sisi Tanzania katiba yetu haijazungumza hivyo. Inaruhusu wagombea ubunge na udiwani kupinga matokeo mahakamani, lakini bado haijaruhusu matokeo ya uchaguzi wa rais kupingwa mahakamani. Na ndio katiba yetu ilivyo. Kama nilivyosema, sheria ikiwepo inakuwa ni halali mpaka pale itakapokuwa tofauti. Sasa kitachofanya mchakato wa kudai haki mahakamani uwe sawa au uwe rahisi ni namna ambavyo sheria itakuwa imesema. Na sheria bora ni ile ambayo inatoa tunasema muda kwamba malalamiko fulani yashughulikiwe ndani ya muda fulani. Ndio kwa mfano ukienda hizo kanuni zimetoa muda ni masaa 48 kwamba uamuzi kuhusu malalamiko uwe umetolewa ni katika kutoa haki. Sasa kwenye kupinga matokeo ya uchaguzi, kama ni ubunge maana yake tunaenda mahakama kuu. Na taratibu zitakazofuatwa ni zile za kawaida za madai. Sasa tofauti labda tuseme na wenzetu ni kwamba kama wana mahakama mahususi kwa ajili ya uchaguzi, maana yake ni mahakama ambazo kazi yake ni kusikiliza hayo tu, malalamiko ya uchaguzi. Lakini kwa sisi ni tofauti, kwa sababu mahakama hizi ambazo zinasikiliza mashauri mengine ndizo pia zinasikiliza malalamiko ya uchaguzi. Lakini kwa uzoefu wangu, mara nyingi kesi za uchaguzi zikiwa zimeanza kusikilizwa huwa zinasikilizwa mpaka ifike mwisho uamuzi utolewe. Sasa mfumo upo ni bora. Nadhani hakuna tofauti sana. Tofauti ni kwamba tu hawa wanasikiza kesi hizi na nyingine hao kwa wanasikiza kesi hizo tu. Lakini pia sidhani kama kwa taratibu za utendaji na kifedha labda tuseme tuwe na mahakama ambayo kazi yake yenyewe kusikiza malalamiko ya uchaguzi tu. Kwa sababu uchaguzi tunajua ni mara moja kwa miaka 5, isipokuwa kama kuna uchaguzi mdogo. Nadhani cha muhimu ni kuhakikisha kwamba kunapokuwa na kesi inayohusu matokeo labda au uchaguzi, mahakama isikilize shauri haraka na mapema, uamuzi utoke.